Siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba bado Mwenyezi Mungu anaendelea na kukutendea. Na kama kwa moyo wako, kwa akili yako uko na tashwishi, ni maombi yangu na ninakuomba, tunakukuulizia uitwe kabisa. Maana Mungu anakupenda. Haijalishi umeweza na kuamka ukiwa katika hali gani, Mungu mwenyewe yuakupenda. Mungu mwenyewe anakunjali. Mungu mwenyewe mawazo yake ni mema juu ya maisha yako. Basi kwa asubuhi ya leo, mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jackson Mutina kutoka kanisa la ABC Lumbwa ameweza na kufika tayari kabisa ili akaweza na kuendelea na kutubariki na neno la Mwenyezi Mungu ambalo ninaamini kwamba litakuwa ni la baraka kwetu na hakika tutaweza na kubarikiwa. Karibu. Mpendwa mtazamaji, naomba asubuhi ya leo ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni matumaini yangu umeamka ukiwa mzima na neema ya Bwana inazidi kututosha na itazidi pia kutuongoza, kwa sababu yeye ni mwaminifu katika mambo yote. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uliye mwema mtakatifu wa maisha yetu, umetupatia nafasi hii ya kushiriki nawe katika neno lako. Baba, tunaomba ukatubariki. Baba, tunaomba ukalipokee neno lako. Tuomba Mfalme ukapate kutunenea, maana hakika unastahili. Baba, mbariki mtazamaji na mbariki katika yote, maana unastahili. Wengine labda wananipata wakiwa katika vitanda vya wagonjwa. Baba, ninawaombea kimbali na uponyaji. Asubuhi ya leo akapokee nguvu mpya, na ili wakasimame na wakaendelee kufanya kazi yako na kujiendeleza katika maisha haya Bwana. Na hivyo basi mtakatifu, tuomba ukapate kutuongoza sasa tunapoingia katika neno lako, na hata hatimaye tukushukuru. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Pendwa mtazamaji, ningependa tuangalie sababu ingine kwa nini tusipende dunia. Tukijua ya kwamba tunaongozwa na neno la Bwana kwenye kitabu cha Yohana waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni ule wa 2 mstari wa 15 na hata ule wa 17. Na ni maneno ambayo yanatuongoza, ambayo yanatuelekeza kutoipenda dunia. Kwa sababu tumeelewa ya kwamba tunapoipenda dunia kuna mambo mengi sana ambayo tunajikosea sisi, na jambo la maana sana kuelewa ni kukosa uzima wa milele. Na tukaona ya kwamba sababu moja, kwa sababu the gain of it is the loss of soul. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili is because friendship is its friendship, ama kuwa rafiki na dunia ni uadui wa Mungu. Number 3, tukaona Christ people don't belong to the world. Number 4, tukaona ya kwamba kwa sababu pia mfalme, its prince is Satan. Na siku ya leo tunasema kwa sababu ufalme wa Mungu sio wa dunia. Ufalme wa Mungu sio wa dunia. Yohana mtakatifu 18 na mstari wa 36. 18 mstari wa 36. Biblia inasema, Yesu akanjibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Kwa nini Yesu anasisitiza ya kwamba ufalme wake
sio wa dunia hii. Dunia hii iko na michafuko mingi sana ya kila aina. Na ndiyo maana katika ujumbe wa hapo awali ukaweza kutuelekeza na kutuambia ya kwamba sisi sio wa hapa. Na kila wakati macho yetu yanapoamka yanaanza kuona mambo mambaya, yanaanza kuona chukizo, yaani yanapata chakula ambacho sio kizuri. Na ninapoangalia katika maumbile yetu ya kimwili na vile connection inakuwa, macho yanapokea ujumbe ama masikio yanasikia na macho yanapata ule ujumbe ama yanatazama, na yakishatazama ule ujumbe basi unaelekezwa wapi? Katika akili, na akili pia inaelekeza katika matendo ama katika hisia, na vile vile katika zile hisia zinatuelekeza katika matendo ama katika kuwaza, na yale mawazo ndiyo basi yatategemea yamepokea nini. Na Yesu akasema yeye sio, ama utawala wake sio wa ulimwengu huu, kwa sababu huo ulimwengu shetani ndiye alitupa huku na akayaleta maovu yote, akaleta chuki, akaleta kutopatana, akaleta masengenyo, akaleta usherati, akaleta kutokuaminiana, na hayo mambo yote yako katika dunia hii. Na maana yako katika dunia hii, hata uchawi uko katika dunia hii. Na yeye shetani kazi yake ni wakati anapokupata anakuelekeza katika jambo fulani, na wakati lile jambo linakuumiza yeye anafurahia sana. Kwa mfano, amekuelekeza katika kukosana na mtu mkapigana, wakati mnaenda katika mambo ya jela pale, wewe wakati unaumia, shetani hawezi akakupatia maneno ya faraja, bali anakupatia maneno ya kukuangamiza. Na asubuhi ya leo ni vizuri ujue ya kwamba wakati unapenda dunia na unapenda mambo yale ya dunia, unajikosesha sana na unajikosea heshima kwake Mwenyezi Mungu. Maana Yesu mwenyewe anasema sio wa ulimwengu, na yeye kwa sababu ni mfalme wa amani. Hata wakati huu tunapoangalia, tunapoendelekea msimu wa Krismasi, tunapoangalia mambo ama jambo moja la Advent linatuongoza katika kujua ya kwamba ni mfalme wa dunia na si mfalme wa kupiganiwa. Kwa hivyo haya mambo yote ya vita hayahusiani na yeye. Na wakati unapopenda dunia, basi unakuwa adui wa nani? Unakuwa adui wa Mungu. Na ndio maana akasema ya kwamba that verse number 36, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Wakati ule ambapo walikuwa wana criticize, wanatoa yale maneno kuonyesha ya kwamba yeye ni kama mfalme, eti yeye anajiita mfalme, na yeye anajibu na kuambia si mfalme wa dunia ama wa ulimwengu huu. Na labda hawakuelewa. Kwa hivyo wakati tunasema ya kwamba jambo hilo ambalo linatuongoza kwa nini tusipende dunia, tunajua ya kwamba Christ kingdom is not of this world. Ulimwengu huu sio wa nani? Ulimwengu huu sio ulimwengu, ama utawala wa Yesu Kristo si utawala wa ulimwengu huu. Na kwa sababu si utawala wa ulimwengu huu, ni nini ambacho kitatutenganisha na huo upendo wake? Kwa sababu kama yeye si wa huku na sisi ni watoto wake, hata sisi tujue ya kwamba sio wa huku, sisi tunaenda wapi? Tunaenda mahali halipo. Ukiangalia John 14, Yesu akaongea na wakati aliwaambia ya kwamba wakati alikuwa anaongea na mitume wake ama wanafunzi wake, kiwaambia msifadhaike mioyoni mwenu,
mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Verse number 2 inasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Na mahali pale anasema ya kwamba na kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia. Na mahali pale ambapo anasema anaenda kutuandalia, ikiwa tutajitenganisha na mambo ya dunia, basi ndugu mtazamaji, naomba nikuambia ya kwamba utapata kubarikiwa, na katika zile baraka zako, baraka kuu ni kuurithi ufalme wa Mungu. And soon and very soon, wakati Yesu atakuja kwa ajili ya kanisa lake, na utakuwa wa kwanza kwenda na yeye kwa sababu ya kuvumilia. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Tuomba kwako ukalibariki neno lako na ukabariki mtazamaji. Tunajua ya kwamba sisi sio watu wa dunia hii, japo kuwa tunaishi, sisi ni wasafiri tu, na mahali pale ambapo tutaenda Yesu tayari ameshatuandalia. Na hivyo basi tutaishi katika hali ya kumtegemea huyu Yesu, ili aweze wakati atakapokuja tuweze kuwa karibu naye wakati ule. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Utawala wa Mungu sio wa hii dunia, ama sio wa huu ulimwengu. Basi kama sio wa ulimwengu, sisi watoto wa Mungu mwenyewe tunafaa kuelewa na kujua kwamba hata sisi sio wa hii dunia, ama kwetu sio hapa. Basi tufanye yale ambayo yanaweza na kumfurahisha Mwenyezi Mungu, ambaye ufalme wake sio wa huu ulimwengu, nasi hapa sio kwetu. Tuzingatie sana mambo ya mbinguni, tuangalie sana ya huko, ili tukaweze na kuendelea na kubarikiwa. Pastor, barikiwa sana, tumeshukuru ni kwa sababu ya hilo fundisho. Basi nao mtazamaji wangu, ninakutakia siku njema, wakati mwema. Na kwa ndugu zetu ambao siku ya leo huwa wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka, na Mungu akawabariki na akawaongoze. Bye bye.